Huyu ni kiungo mzuiaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Alassane Kante, aliyefanya tendo hili dhidi ya Faisal Salum Abdallah Feitoto, nyota wa klabu ya soka ya Azam FC. Kante kwa maksudi kabisa alifanya tendo hilo na mwamuzi alimuonyesha kadi ya njano kama sehemu ya adhabu ya kumwadhibu katika kile ambacho alikifanya. Lakini je, kadi pekee ya njano kwa tendo hili linastahili na inatosha kwa tendo alilofanya? Hii si mara ya kwanza kwa Alassane Kante kufanya tendo la namna hii. Katika mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Yanga, alifanya pia tendo kama hili kwa kiungo wa klabu ya soka ya Yanga, Pacome Zouzoua. Lakini pia hata kwa Maxime Nzengeli. Ukimtizama Alassane Kante, miongoni mwa wachezaji ambao wanapiga pasi vizuri katika eneo la kiungo la klabu ya soka ya Simba Sports Club, lakini amekuwa na matendo haya mfululizo yanayojirudia. Katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya timu ya soka ya Stade Malien ya nchini Mali, alionyesha kadi nyekundu kwa kufanya mchezo usio wa kiungwana. Na katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Azam pia alionyesha kadi ya njano kwa mchezo usio wa kiungwana. Na kama mwamuzi pengine angekuwa makini zaidi, angeweza kumuonyesha kadi nyekundu moja kwa moja kwa kuwa alifanya tendo hatarishi kwa mwenzake. Unaridhishwa na adhabu ambayo ilitolewa na mwamuzi au unafikiri kamati na kazi ya kufanya zaidi juu ya matendo kama haya ya mchezaji Alassane Kante? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travo TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa. Kazi yetu sisi ni kukuonyesha tu yale ambayo yanajiri katika ulimwengu wa kimichezo.